أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, naendelea kueleza kuhusu Hat Usman radhiyallahu ta'ala anhu na mapigano yake. Kulikuwa na vita ya Zatur Rika. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam akifuatana na maswahaba 400 au sawa na riwaya moja 700 alitoka ili kuyashambulia makabila ya Banu Salba na Banu Muharib ya Ghatfan katika Najd, na akamteua Hat Usman kuwa amiri wa Madina, na sawa na riwaya nyingine akamteua Hat Abu Zar Ghaffari kuwa amiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafika eneo la Nakhl la Najd ambalo linaitwa Zatur Rika, ambapo jeshi kubwa lilikuwa tayari kupambana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makundi yote mawili yakaja ana kwa ana, lakini vita haikutokea na watu wakaendelea kuhofiana wenyewe kwa wenyewe. Katika vita hiyo kwa mara ya kwanza Waislamu wakasali sala ya hofu. Kuhusiana na jina la vita hii, inasemekana kwamba hiyo inaitwa Zatur Rika kwani katika vita hiyo maswahaba walikuwa wameshona bendera zao na vipande vya vitambaa vilivyochanika. Pia inasemwa kuwa kulikuwa na mti au mlima katika eneo lile ambao jina lake lilikuwa Zatur Rika. Katika riwaya moja ya Bukhari habari hii inapatikana kama hivi kwamba hata Abu Musa Ashari anasimulia ya kwamba sisi tulitoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita moja, nasi tulikuwa watu 6. Tulikuwa na ngamia mmoja tu ambaye tulikuwa tukimpanda kwa zamu, miguu yetu ikapasuka. Yani sio maana kwamba kulikuwa na watu 6 vitani, bali watu hawa 6 walikuwa na ngamia mmoja tu na miguu yetu. Anasema kwamba miguu yangu pia ikapasuka na kucha zangu zikadondoka, na tulikuwa tunafunga vipande vya vitambaa juu ya miguu yetu. Hivyo vita hiyo ikapewa jina la Ghazwa Zatur Rika, yani vita vya vitambaa vilivyochanika, kwani tulikuwa tunafunga vitambaa vilivyochanika juu ya miguu yetu. Kuna maelezo mengine nayoeleza pia ambayo ni sehemu yake ya kwamba sawa na vitabu vya historia na sera, mapigano ya Zatur Rika ilikuwa imetokea mwaka wa 4 wa hijra, ilhali Imam Bukhari amesema kwamba ilikuwa imetokea baada ya vita vya Khaybar, kwani Hazrat Abu Musa Ashari alikuwa ameshiriki katika vita hiyo na yeye alikuwa amesilimu baada ya vita vya Khaybar. Hivyo tarehe ya vita hii iliyo sahihi zaidi ni mwaka wa 7 wa hijra. Riwaya zinazozungumzia ushindi wa Makka uliotokea mnamo mwaka wa 8 wa hijra, kuna riwaya ndefu ya Sunan Nisai ambayo inaeleza maelezo ya watu
ambao wakati wa ushindi wa Makka Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoa hukumu ya kuuawa kwao. Hat Musab bin Saad anasimulia kutoka kwa baba yake ya kwamba siku ya ushindi wa Makka Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewapa makafiri wote amani isipokuwa wanaume 4 na wanawake 2 tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, waueni hawa 4 hata kama mkiwaona wameshika mapazia ya Kaaba. Watu hawa walikuwa Ikrima bin Abu Jahl, Abdullah bin Khatal, Muqis bin Sababa na Abdullah bin Saad bin Abi Sara. Abdullah bin Khatal alipokamatwa alikuwa ameshika mapazia ya Kaaba. Said bin Hurais na Hazrat Ammar bin Yasir wote wawili wakaelekea kwake, na Said akaenda mbele na akamua. Watu wakamkuta Muqis akiwa sokoni na wakamua. Ikrima akaikimbilia baharini. Wapanda safina wakakumbwa na tufani ya bahari. Hapo watu wa safina wakasema, nyinyi mushike ikhlasi na ukweli, kwani miungu yenu haitawasaidieni chochote. Ikrima akasema, wallahi, ikiwa kuna kitu kitakachoniokoa baharini basi ni ikhlasi na ukweli tu, na hata barani pia ikhlasi na ukweli ndio utakaonisalimisha. Ewe Allah, na kuahidi ahadi imara ya kwamba ukinisalimisha na zoruba hii lazima nitamwendea Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nitaweka mkono wangu juu ya mkono wake, na bila shaka nitamkuta mwenye kusamehe na mkarimu. Kisha akarejea na akakubali Islam. Kuhusiana na hilo, riwaya iliyo maarufu zaidi ndiyo hii isemayo kwamba kabla hajapanda meli mkewe alikuwa amemwendea na kumfanya akubali wito wake na alikuwa amerudi naye. Riwaya hiyo pia itaelezwa mbele, lakini hiyo ni riwaya moja ya Sunan Nisai. Ama kuhusu Abdullah bin Abi Sarha, basi yeye akajificha kwa Hat Uthman bin Affan. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia watu waje kufanya baiati yake, Hat Uthman akamleta mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ewe Mtume wa Allah, pokea baiati ya Abdullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akainua kichwa chake na akamwona kwa mara 3 na kila mara akakataa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akapokea baiati yake na akasema kwamba, je, hakukuwa na mtu yeyote mwenye akili ambaye angemua mtu huyu ambaye nilikuwa nimejiepusha kupokea baiati yake? Wao wakasema, ya Rasulullah, tungejuaje yaliyomo moyoni mwako? Kwa nini hukutuashiria kwa jicho? Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hairuhusiwi kwa nabii kwamba afanye hiana na macho yake. Riwaya hiyo inapatikana katika Sunan Abu Daud, lakini ipo riwaya nyingine ya Sunan Abu Daud ambayo maneno ya mwisho, yani mtu fulani angemua, hayapatikani katika riwaya ile. Hivyo Hat Ibn Abbas anasimulia ya kwamba Abdullah bin Saad bin Abi Sarha alikuwa mwandishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shetani akampotosha naye akaungana na makafiri. Siku ya ushindi wa Makka Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri ya kuuawa kwake. Hata Uthman bin Affan akamwombea uhifadhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa uhifadhi. Khalifa mtukufu anasema kwamba kuhusiana na jambo hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mngemua na kwa nini hamkuua, kuhusu jambo hilo kuna maelezo yanayoelezwa ya kwamba katika riwaya hii kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyowaambia maswahaba zake kwamba pale nilipojiepusha kupokea baiati, kwa nini hamkumua, yanahitaji umakini. Kwani ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asingependa kupokea baiati yake na angependa kuendelea na hukumu ya kuuawa kwake, basi angeweza kutoa amri ya kumua. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mshindi na mkuu wa nchi, na hata hukumu ya kuuawa kwake ilikuwa imetokana na uadilifu. Hivyo yawezekana kwamba katika riwaya hiyo msimuliaji atakuwa ameingiza rai au wazo lake.
zaidi ya hayo riwaya hiyo haipo katika bukhari na muslim, na katika abu daud ipo riwaya nyingine ya mada hii iliyosimuliwa na ibn abbas ambayo imeshaelezwa tayari, na riwaya hiyo haizungumzii habari yoyote ya kuuawa kwake. Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu akitoa maelezo ya aya namba 15 ya suratul mu'minun anaeleza tukio hili kama hivi kwamba kuna tukio la kihistoria linalotokana na aya hii ambalo ni muhimu kwamba nieleze hapa. Kulikuwa na mwandishi wa wahyi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye jina lake lilikuwa Abdullah bin Abi Sarha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akipokea wahyi alikuwa akimuita na kumwandikisha. Siku moja alikuwa anamwandikisha aya hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofikia aya ya thumma ansha'nahu khalqan akhar, mwandishi huyu akatamka mara moja fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba huo ni wahi, hivyo uendike. Mtu huyo mwenye bahati mbaya hakufikiri kwamba kwa sababu ya aya zilizotangulia aya hiyo inapatikana yenyewe, bali yeye akaelewa kwamba kama aya hiyo ilivyotoka kinywani mwangu na mtume amesema kwamba hiyo ni wahi, vivyo hivyo Mungu apishe mbali mtume ametunga mwenyewe Qur'ani nzima. Hivyo yeye akaritadi na akaenda Maka. Wakati wa ushindi wa Maka, watu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewatolea hukumu ya kuwaua, mmoja wao alikuwa Abdullah bin Abi Sarha, lakini hata Uthman radhiyallahu anhu akampa uhifadhi, naye kwa siku 3 akaendelea kujificha katika nyumba yake. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anapokea bayati ya watu wa Makka, hata Uthman akaenda na Abdullah bin Abi Sarha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwomba mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba apokee bayati yake. Mwanzoni mtume sallallahu alaihi wasallam akajiepusha kidogo, kisha akapokea bayati yake, na hivyo yeye akakubali Islam kwa mara ya tena. Riwaya iliyosimuliwa na Sunan Nisai, tukio la kusilimu kwa Ikrima bin Abu Jahl ambalo limeelezwa katika vitabu vya sira, maelezo yake yameandikwa tofauti kidogo, kama nilivyokuwa nimesema hapo kabla kwamba Ikrima bin Abu Jahl alitokana na watu ambao wakati wa ushindi wa Maka mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoa amri ya kuwaua. Ikrima na baba yake walikuwa wanamuuzi mtume sallallahu alaihi wasallam na walikuwa wanawatesa sana Waislamu. Ikrima alipojua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa amri ya kumua yeye, akaikimbilia Yemen. Mkewe akaenda nyuma yake ambaye alikuwa ameshakubali Islam. Yeye akaenda kukutana na Ikrima pwani ya bahari pale alipokuwa akiamua kupanda safina. Sawa na kauli moja, mkewe akakutana na Ikrima alipokuwa ameshapanda tayari kwenye safina. Yeye akamzuia Ikrima huku akisema kwamba ewe mwana wa baba yangu mdogo, nimekujia kutoka kwa mtu ambaye ni mwenye kuunganisha katika watu na ni mwema na mwenye kuwatakia watu kheri zaidi katika watu wote. Usijiingize katika maangamizi, kwani nimeshamwomba amani kwa ajili yako. Hivyo yeye akarejea na mkewe na akakubali Islam na dini yake ikapendeza sana. Imesimuliwa katika riwaya ya kwamba Ikrima alipomjia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mke wangu ameniambia kwamba wewe umenipatia amani. Mtume akasema, wewe umesema kweli, kwa yakini upo katika amani. Hapo Ikrima akasema, natoa shahada kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, yeye ni mmoja, hana mshirika wake, na wewe ni mja na mtume wake. Naye akainama kichwa chake kwa majuto. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ewe Ikrima, chochote utakachoniomba ikiwa kitakuwa katika uwezo wangu lazima nitakupa. Ikrima akasema, niombee
kwamba allah anighofirie kwa kila uadui niliyokuwa nao zidi yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya maombi kwamba ewe allah umsamehe Ikrima kwa yote mabaya aliyonifanyia. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akainuka kwa furaha na akamfunika na shuka yake na akasema kwamba karibu sana kwa yule ambaye ametujia katika hali ya kuamini na kufanya hijra. Baadaye Ikrima alikuwa akihesabiwa miongoni mwa maswahaba wakubwa. Kutokana na kuamini kwa Ikrima, bishara ile pia ikatimia ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaambia maswahaba zake ya kwamba yeye akaona katika ruya ya kuwa yupo peponi. Humo mtume sallallahu alaihi wasallam akaona fungu ya zabibu ambayo akaipenda sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza kwamba hiyo ni kwa ajili ya nani? Akaambiwa kwamba zabibu hizi ni kwa ajili ya Abu Jehel. Jambo hilo halikumfurahisha, naye akapata wasiwasi na akasema hakuna awezaye kuingia peponi isipokuwa muumini tu. Sasa kivipi hiyo imekuwa kwa ajili ya Abu Jehel? Kisha Ikrima bin Abu Jahl alipokubali Islam, mtume akamfurahia na akaeleza tabiri ya fungu hiyo kwamba muradi wake alikuwa Ikrima. Mapigano ya Tabuk yaliyotokea mwezi wa Rajabu mwaka wa 9 hijra ni vita inayojulikana pia kwa jina la Jaishul Usra, yani jeshi lenye shida. Kwa ajili ya maandalizi ya vita hiyo, jinsi hat Usman alivyopata bahati ya kujitolea mali, habari zake zinapatikana hivi kwamba vita vya Tabuk ambayo inajulikana kwa jina la Jaishul Usra, yani jeshi lenye shida, kwa ajili ya kufanya maandalizi ya vita hii mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahamasisha maswahaba. hat Usman radhiyallahu anhu akatoa ngamia 100 pamoja na vitu vyote vilivyokuwa vimebebwa juu yao ambao alikuwa amewatayarisha kwa ajili ya biashara yake ya kwenda Syria. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza tena, ndipo kwa kuona mahitaji ya vita hat Usman akatoa ngamia 100 pamoja na vifaa vyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza tena. Hapo kwa mara ya 3 hat Usman akawatayarisha ngamia 100 pamoja na vitu na vyakula mbalimbali na akampatia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhuka kutoka mimbari akasema, ma ala Usmana ma amila baada hazihi, ma ala Usmana ma amila baada hazihi. Baada yake Usman afanye lolote hataulizwa nalo. Baada yake Usman afanye lolote iye hataulizwa. Pamoja na hayo hat Usman akatoa dhahabu okia 200 kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika riwaya nyingine inapatikana hivi kwamba hat Usman akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akaweka mbele yake dinari 1000. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kugeuza zile dinari na akasema kwa mara 2 kwamba ma zarra Usmana ma amila baada al-yawm, kuanzia leo chochote atakachofanya Usman hatapata hasara yoyote. Sawa na riwaya moja, wakati ule hat Usman akatoa dinari 10,000 na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua hii kwamba ghafarallahu laka ya Uthmanu ma asrarta wa ma alanta wa ma huwa kahinun ila yaumil qiyamati ma yubali ma amila baadaha. Ewe Uthman, Allah akukufirie kwa kile ulichokifanya kwa siri na kile ulichokifanya kwa kizwahiri na kile kitakachotokea hadi kiyama baada yake. Hata kama afanye matendo gani hatakiwi kuwa na wasiwasi yoyote. Sawa na riwaya moja, kwa ajili ya maandalizi ya vita hii akatoa ngamia 1000 na farasi 70. Sawa na riwaya nyingine, wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hat Usman kwamba ewe Usman, Mwenyezi Mungu akusamehe yote uliyoyafanya kwa siri na kizwahiri na yote yatokayo hadi kiyama. Baada ya matendo hayo hata kama afanye nini Mwenyezi Mungu hayajali. Sawa na riwaya moja, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hat Usman dua hii kwamba Allahumma rzi an Usmana
fi inni anhu raz, yani ewe Allah umrizie Uthman kwani mimi nimemridhia. Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba masahaba saa nyingine kwa kuuza vitu vya nyumba zao walitimiza matumizi ya vita, bali tuwaona kwamba wakati mwingine wakauza mali zao zote na wakatumia hela ile juu ya wengine na wakawapatia mahitaji yao yote. Hivyo safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka nje na akasema kwamba jeshi letu linakaribia kwenda katika safari fulani, lakini waumini hawana kitu chochote. Je, yupo miongoni mwenu ambaye anatumai kupata thawabu? Uthman akisikia habari hiyo akainuka na akatoa mali yake na kumpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya matumizi ya Waislamu. Mtume sallallahu alipoona akasema kwamba Uthman amenunua pepo. Vivyo hivyo safari moja kisima kimoja kilikuwa kinauzwa, kwa kuwa katika siku zile Waislamu walikuwa na shida kubwa ya maji. Hivyo wakati ule Mtume akasema, je, yupo anayetamani kupata thawabu? Uthman akasema, ewe Mtume wa Allah, niko tayari. Hivyo akakinunua na kukitoa wakfu kwa ajili ya Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tena kwamba Uthman amenunua pepo. Vivyo hivyo katika siku nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno hayo kuhusu Uthman. Ilmuradi zimetokea nyakati tatu ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusu Uthman kwamba yeye ameinunua pepo. Musleh Maud anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mara kwa mara kuhusu Uthman ya kwamba yeye amenunua pepo na yeye ni mtu wa peponi. Na safari moja wakati wa suluhu ya Hudaybiyah Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopokea bayati kutoka kwa Waislamu, na wakati ule Uthman radhiyallahu anhu hakuwepo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mkono wake juu ya mkono wake mwingine na akasema kwamba huu ni mkono wa Uthman, mimi kwa niaba yake naweka mkono wangu juu ya mkono wangu. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaufanya mkono wake kama ni mkono wa Uthman. Na kisha safari moja Mtume akasema, ewe Uthman, Mwenyezi Mungu atakuvisha joho moja. Wanafiki watakutaka uvue kanzu hiyo, lakini wewe usivue kamwe. Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema ya kwamba sasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia Uthman kwamba usivue joho hiyo, na yote atakaye kutaka kuivua joho hii basi yeye atakuwa mnafiki. Hiyo inaonyesha kwamba wapinzani wake walikuwa wanafiki, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshatoa habari yao. Hadha Khalifatul Masih Thalith rahimahullah ta'ala akieleza habari za kujitolea kwa Uthman anasema kwamba kulikuwa na dharura ya kivita. Mtume sallam akawaambia maswahaba watukufu kuhusu mahitaji yake na akawahamasisha kujitolea mali. Matokeo yake yakawa hivi kwamba Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu akaja na mali yake yote. Umar radhiyallahu anhu akaleta nusu ya mali yake. Uthman radhiyallahu anhu akasema kwamba ombi langu likubaliwe kwamba nitatoa matumizi yote ya maswahaba 10,000 na pamoja na hayo akatoa ngamia 1,000 na farasi 70. Katika zama za Abubakar Uthman alitoa huduma gani na akawa na nafasi na daraja gani? Abubakar alikuwa anampa heshima gani? Katika zama za ukhalifa wa Abubakar Uthman alikuwa miongoni mwa maswahaba na wajumbe wa shura ambao walikuwa wakitoa rai na maoni yao katika masuala mazito mazito. Abubakar akipambana na fitina ya kuritadi alipoimaliza, ndipo akaamua kuishambulia Roma na kuwatuma wanajeshi katika maeneo mbalimbali, na katika swala hilo akawaomba watu watoe ushauri. Baadhi ya maswahaba wakatoa ushauri. Hapo Abubakar akaomba ushauri mwingine, ndipo Uthman akasema kwamba wewe
unawatakia kheri wafuasi wa dini hii na unawahurumia. Hivyo ukiona kwamba rai fulani inafaa kwa ajili ya watu wa kawaida, basi uwe na azma imara ya kuitekeleza vizuri, kwani hatuwezi kuwa na dhana mbaya kuhusu dhati yako. Hatalha, Zubair, Hazrat Saad, Hazrat Abu Ubaida, Hazrat Said bin Zaid na wahajiri na ansar waliokuwa katika kikao hicho wakasema, Hazrat Usman amesema kweli, fanya kama unavyoona kuwa inafaa, sisi hatutakupinga wala hatutakutuhumu kwa tuhuma yoyote. Kisha Hazrat Ali akatoa rai yake. Kisha Hazrat Abubakar akainuka na akamhimidia Allah na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema, eni watu, Mwenyezi Mungu kwa kupitia Islam aliwajaalieni fadhila zake, na kwa jihadi akawajaalieni heshima, na kwa dini hii akawapeni fadhila juu ya dini zote. Basi eni waja wa Mungu, jiandaeni kupigana vita na Waroma nchini Syria. Hazrat Abubakar aliposhauriana na maswahaba zake ya kwamba baada ya Hazrat Awan bin Said nani afanywe kuwa gavana wa Bahrain na kutumwa huko, Hazrat Usman bin Affan akasema kwamba umtume mtu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemteua kuwa gavana wa watu wa Bahrain, naye akawa sababu ya kukubali kwao Islam na kuiti. Naye alikuwa anawajua vizuri na alikuwa anaelewa maeneo yote. Huyu ni Ala bin Hazrmi. Hapo hata Abubakar akaafiki kwamba Ala bin Hazrmi atumwe Bahrain. Imesimuliwa na Hazrat Ibn Abbas ya kwamba katika zama za ukhalifa wa Hazrat Abubakar, safari moja mvua haikunyesha. Watu wakaja kwa Hazrat Abubakar na wakasema kwamba mbingu hainyeshi mvua na ardhi imekumbwa na ukame, watu wana shida kubwa. Hazrat Abubakar akasema, nyinyi muende na mkafanye subira, Mwenyezi Mungu atawaondoleni shida yenu hadi jioni. Katika muda huo msafara wa kibiashara wa Hazrat Usman uliokuwa na ngamia 100 waliobeba ngano na vyakula vingine ukafika Madina kutoka Syria. Watu kwa kupata taarifa ya ujio wake wakamwendea Hazrat Usman na kupiga hodi mlangoni. Hazrat Usman akatoka nje na akawauliza watu kwamba wanataka nini. Watu wakasema, wewe unajua kwamba umetokea ukame, mbingu hainyeshi mvua na ardhi haioteshi mimea, watu wamekumbwa na shida kubwa. Twajua kwamba vyakula unavyo, hivyo utuuzie ili tuwafikishie maskini na mafukara. Hazrat Usman akasema kwamba haya, njoni ndani na muvinunue. Matajiri wakaingia nyumbani kwake na wakayakuta mazao yapo katika nyumba yake. Hazrat Usman akawauliza matajiri kwamba kiasi gani mtanipatia kama faida ya bidhaa zangu. Nimekuja na bidhaa hizi kutoka nchini Syria, sasa muniambie kwamba mtanipatia faida kiasi gani. Wengine walikuwa matajiri na wengine walikuwa na nia ya kugawa bure. Wote wakasema kwamba tutakupatia 12 juu ya 10, yani kama bei yake ni dirhamu 10, sisi tutakupa 12. Hazrat Usman akasema, yupo anayenipatia zaidi yake. Wao wakasema, haya basi tutakupa 15 juu ya 10. Hazrat Usman akasema kwamba hata hivyo yupo anayenipatia zaidi. Matajiri wakasema, ewe Abu Amr, hakuna tajiri mwingine katika Madina isipokuwa sisi tu,
sasa ni nani ambaye anakupa zaidi? Hat Usman akasema kwamba Mwenyezi Mungu ananipatia mara 10 zaidi juu ya dirhamu moja. Je, mnaweza kunipatia zaidi yake? Wao wakasema hapana, hatuwezi kukupa zaidi yake. Hapo Hat Usman akasema basi mimi nikimfanya Mungu kuwa shahidi, natoa sadaka ya mazao haya yote kwa mafukara wa Waislamu, yani yote haya nawapatia maskini bure tu na sichukui bei yoyote. Hata Ibn Abbas anasema ya kwamba siku ile ambapo mazao haya yakagawanywa baina ya Waislamu na yakatolewa kama sadaka, usiku ule nikamwona Mtume SAW katika ndoto. Mtume SAW amempanda farasi asiye wa Uarabuni ambaye ni mnene sana. Mtume SAW amevaa kanzu ya nuru na viatu vyake pia ni vya nuru, na ameshika fimbo ya nuru mkononi mwake na ana haraka. Mimi nikasema, ya Rasulullah, mimi natamani sana kukuona na kuongea nawe, wewe unakwenda wapi haraka haraka? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba, ewe Ibn Abbas, Uthman ametoa sadaka na Mwenyezi Mungu amekubali sadaka yake na ameandaa harusi yake peponi, na sisi tumealikwa katika harusi yake. Kuhusiana na nafasi na daraja ya Hat Usman aliyokuwa nayo katika zama za ukhalifa wa Hat Umar, nitaeleza mambo machache. Hat Umar alipochaguliwa kuwa khalifa, yeye akashauriana na masahaba wakubwa kuhusu posho yake kutoka Baitul Mal. Hat Usman akasema kwamba ule na uwalishe, wewe utimize mahitaji yako na pia utimize mahitaji ya watu wengine, na hakuna haja ya kuweka posho maalum. Islam ilipopata maendeleo na mali ikawa nyingi, Hat Umar akawakusanya baadhi ya masahaba ili ashauriane nao kuhusu matumizi ya mali hiyo. Hat Usman akasema, mimi naona kwamba mali imekuwa nyingi sana ambayo inawatosha watu. Ikiwa hatutakusanya taarifa za watu ili tuweze kujua kwamba nani amepata na nani bado hajapata, nina wasiwasi kwamba kutatokea shida, wengine watachukua mara mbili. Hivyo tuwe na mpango maalum na tuwe na takwimu zao. Hat Umar akachagua rai yake, na kwa njia ya sensa takwimu za watu zikaanza kutunzwa katika madaftari, na kisha sawa na takwimu zao watu wakaanza kusaidiwa. Kuna bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayohusu ukhalifa wa Uthman. Habari yake imeelezwa hapo kabla kama kidokezo, yani kuvaa kwake joho na wanafiki wakataka kuivua. Riwaya hii imesimuliwa na hata Abubakar ya kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, je, kuna mtu ambaye ameona ndoto? Mtu mmoja akasema, nimeona ndoto kwamba mizani imechuka mbinguni na Mtume sallallahu alaihi wasallam na hata Abubakar wamepimwa na wewe umekuwa mzito kuliko Abubakar. Kisha hat Umar na hat Abubakar wakapimwa na Abubakar akawa mzito. Kisha hat Umar na hat Usman wakapimwa na hat Umar akawa mzito. Kisha mizani ikanyanyuliwa, ndipo tukaona hali ya kuto kurizia usoni mwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupendelea ndoto hiyo. Ipo riwaya nyingine iliyosimuliwa na Jabir bin Abdullah ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, usiku wa leo mtu mmoja mwema alionyeshwa katika ndoto kwamba hata Abubakar ameunganishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na Umar ameunganishwa na hata Abubakar na Uthman kwa hata Umar. Jabir anasimulia kwamba tulipotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tukajisemea kwamba muradi kutoka mtu mwema ni Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe, na maana ya wengine kuunganishwa na wengine ni kwamba hawa ndio watu watakao kuwa wasimamizi wa dini hii ambayo Mwenyezi Mungu amemtuma nayo nabii wake. Samura bin Jundab
anasimulia kwamba mtu mmoja alisema, ya Rasulullah, niliona ndoto kwamba ndoo moja ilishuka kutoka mbinguni. Kwanza akaja Abubakar na akashika mbao zake na akanywa kidogo kutoka ndoo ile. Kisha akaja Umar naye akashika mbao zake na akanywa vizuri hadi akashiba. Kisha akaja Uthman na akashika mbao zake na akanywa vizuri. Kisha akaja Hazrat Ali na akashika mbao zake na ndoo ile ikatikisika na kiasi kikadondoka juu yake. Hiyo pia ilikuwa ishara ya utaratibu wa ukhalifa na zama za Hazrat Ali, kwa kuwa zilikuwa zimekumbwa na matatizo. Hiyo ilikuwa na ishara kwamba yeye hakupata nafasi nzuri ya kunywa kutoka ndoo ile. Majlis Shura iliyokuwa imeundwa kwa ajili ya uchaguzi wa ukhalifa wa Hazrat Uthman radhiyallahu anhu, kuhusiana na jambo hilo Hazrat Miswar bin Makhrama anasimulia kwamba Hazrat Umar bin Khattab aliposhambuliwa na afya yake bado ilikuwa njema kiasi, alikuwa anaombwa mara kwa mara kwamba amteue yeyote kuwa khalifa, lakini yeye alikuwa akikataa. Siku moja akaja jukwani na akasema maneno machache na akasema kwamba ikiwa nikifa basi swala lenu litakuwa kwa watu hawa 6 ambao wakamwacha Mtume SAW, hali Mtume alikuwa amewarizia. Ali bin Abu Talib na mfano wake Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf na mfano wake Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidullah na mfano wake Saad bin Malik. Kisha akasema, ala na waamuruni nyote kushika uchamungu wa Allah na kuzingatia uadilifu katika kutoa hukumu. Abu Jafar anasimulia kwamba Hazrat Umar bin Khattab kwa ajili ya uchaguzi wa ukhalifa akawaambia wajumbe wa kamati ya shura ya kuwa katika swala lenu mushauriane wenyewe kwa wenyewe. Kisha ikatokea kwamba kila upande kura zimekuwa 2-2, basi mushauriane tena, na ikiwa zitakuwa kura 4 na 2 basi achaguliwe yule aliyezidi katika kura. Zaid bin Aslam anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba Hazrat Umar akasema, ikiwa kamati ikigawanika katika watu 3 basi kundi ambalo Hazrat Abdurrahman bin Auf ataungana nalo, muwasiki watu wa upande ule na kuwati. Abdurrahman bin Said anasimulia ya kwamba Hazrat Umar alipoumia akasema kwamba Suhaib atawasalisheni kwa siku 3, yani akamteua Suhaib kuwa imamu wa sala. Kisha akasema kwamba katika swala lenu la ukhalifa mushauriane, na swala hilo lipo kwa watu hawa 6. Kisha baada yake mwenye kuwapinga nyinyi basi auawe. Hat Anas bin Malik anasimulia kwamba Hat Umar muda mfupi kabla ya kifo chake akamtumia Abu Talha ujumbe na akasema, ewe Abu Talha, chukua watu 50 kutoka kaumu yako ya Ansar na uwaende wajumbe wa shura na usiwache kwa siku 3, yani uendelee kuwalinda hadi siku 3 mpaka wachague mmoja wao kuwa amiri. Ewe Allah, wewe ni khalifa wangu juu yao. Ishaq bin Abdullah anasimulia ya kwamba Abu Talha pamoja na watu wake wakasimama kwa muda mfupi juu ya kaburi la Hazrat Umar, kisha wakabaki pamoja na maswahaba wa shura. Kisha wajumbe hawa wa shura walipomkabidhi swala lao kwa Abdurrahman bin Auf na wakamwambia kwamba yeye anaweza kumchagua yote kuwa amiri, hapo Abu Talha akaendelea kulinda mlangoni mwa nyumba ya Abdurrahman bin Auf hadi Abdurrahman bin Auf akafanya bayati Hazrat Uthman. Salama bin Abu Salama anasimulia kutoka kwa baba yake ya kwamba Hazrat Abdurrahman bin Auf ndiye alitangulia kufanya bayati Hazrat Uthman, kisha baada yake Hazrat Ali akafanya bayati. Mtumwa aliyeachwa na Hazrat Umar aitwaye Umar bin Umaira anasimulia kutoka kwa babu yake kwamba niliona ya kuwa Hazrat Ali ndiye aliyetangulia kufanya bayati Hazrat Uthman, kisha baada yake watu wengine wakafanya bayati.
katika sahih bukhari nasaha ambazo hat umar alizitoa kwa ajili ya khalifa ajaye baada yake na kuhusiana na kamati ya shura, maelezo yaliyoelezwa ni kama yafuatayo kwamba watu wakasema, amirul mu'minin, fanya wasia umteue yeyote kuwa khalifa. Yeye akasema, si muoni yeyote anastahili kuwa khalifa isipokuwa wale wachache tu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kifo chake alikuwa amewarizia. Naye akataja majina ya Ali, hat Usman, hat Zubair, hat Talha, hat Saad na hat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum, na akasema kwamba Abdullah bin Umar atashiriki pamoja nani na katika ukhalifa huu hana haki yoyote. Riwaya hiyo nimeshaeleza kabla, hivyo hapa nitaeleza kwa kifupi tu. Baada ya kifo cha Umar, pale walipomaliza mazishi yake, watu wakajumuika ambao Hazrat Umar radhiyallahu anhu alikuwa ametaja majina yao. Abdurrahman bin Auf akasema kwamba swala lenu muwakabizi watu wenu watatu. Zubair akasema naisalimisha haki yangu kwa Hazrat Ali, na Hazrat Talha akasema naisalimisha haki yangu kwa Hazrat Usman, na Saad akasema mimi naisalimisha haki yangu kwa Hazrat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf akawaambia Ali na Usman kwamba yeyote miongoni mwenu atakayesalimisha haki yake kwa mwenzie, sisi tutamwachia swala hili la uchaguzi wa ukhalifa na Allah na Islam itakuwa msimamizi wake, na miongoni mwao Allah atamchagua aliye bora kwake. Jambo hilo likawanyamazisha wote wawili. Kisha Abdurrahman bin Auf akawaambia kwamba je, mnanipa mamlaka ya kuchagua khalifa na Allah ni msimamizi wangu? Mtu aliye bora kwenu katika kumchagua yeye sitafanya kinyume cha uadilifu, basi niachieni tu. Sasa mwenyekiti wa kamati hii utakuwa juu yangu. Kwanza akasema kwamba mmoja wao afanywe kuwa mwenyekiti. Wao wakasema kwamba hawatasalimisha haki kwa mwingine. Hapo Abdurrahman akasema basi mimi naisalimisha haki yangu kwenu na sasa nitakuwa mwenyekiti, na akasema kwamba hukumu nitatoa kwa uadilifu na Allah ni msimamizi wangu. Hapo wote wawili wakasema sawa. Abdurrahman akashika mkono wa mmoja wao na kwenda naye pembeni na akamwambia kwamba wewe una uhusiano wa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam na daraja ulionayo katika Islam unaijua. Allah ni msimamizi wako. Niambie, ikiwa ni kufanya kuwa amiri, je utafanya uadilifu? Na kama ni mfanye Uthman kuwa amiri, je utamtii? Yani kwanza akashika mkono Hat Ali na kwenda naye na akamuuliza kwamba je utakubali amri zake. Kisha Abdurrahman akaenda na mwingine kwenye kona na akamwambia hayo. Alipochukua ahadi imara akamwambia Hat Uthman kwamba lete mkono wako, na akafanya bayati yake, na Hat Ali pia akafanya bayati yake, na watu wa nyumbani wakaingia ndani nao pia wakafanya bayati yake. Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza habari za kifo cha Hat Umar na kuchaguliwa kwa Hat Uthman kuwa khalifa, anasema Hat Umar alipoumia na akahisi kwamba kifo chake kimekaribia, akafanya wasia kuhusu watu 6 kwamba wamchague mmoja wao kuwa khalifa. Watu hawa walikuwa ni Hat Usman, Hat Ali, Hat Abdurrahman bin Auf, Hat Saad bin Waqas, Hat Zubair na Hazrat Talha. Hat Umar radhiyallahu anhu akamteua Hat Abdullah bin Umar kuwa mshiriki wa mashauriano, lakini hakumfanya kuwa na haki ya ukhalifa, na akafanya wasia kwamba watu hawa watoe hukumu katika siku 3, na kwa siku 3 akamteua Suhaib kama imamu salat na akamkabidhi Miqdad bin Aswad usimamizi wa mashauriano, na akamwagiza kwamba yeye awajumuishe wote katika sehemu moja na awalazimishe kufikia uamuzi, na mwenyewe aendelee kuwalinda mlangoni na upanga. Na akasema kwamba mwenye kupata kura nyingi watu wote wafanye bayati yake, na mtu akikataa basi umue.
lakini ikiwa pande zote kura zikiwa 3-3 basi yule ambaye Abdullah bin Umar ataungana naye awe khalifa, na ikiwa hawataafikiana na uamuzi huo basi yule ambaye Abdurrahman bin Auf ataungana naye awe khalifa. Maswahaba watano wakashauriana, kwani wakati ule Talha hakuwa katika Madina, lakini hawakufikia muafaka. Baada ya mjadala mrefu Abdurrahman bin Auf akasema kwanza kabisa najiondoa, kisha akasema kwamba Hatusman. Abdurrahman akasema kwamba mimi najiondoa, kisha akasema Usman kwamba mimi pia najiondoa, kisha wakasema wengine wawili. Hatari akakaa kimya, kisha wao wakachukua ahadi kutoka Abdurrahman bin Auf kwamba ye katika kutoa hukumu hatatumia upendeleo. Ye akaahidi na mambo yote yakaachwa kwake. Hata Abdurrahman bin Auf akazunguka Madina yote kwa siku 3 akipata rai kutoka kila nyumba kwamba wanampenda nani awe khalifa. Wote wakasema kwamba wanakubali ukhalifa wa Hazrat Usman. Hivyo ye akatoa hukumu katika haki ya Hazrat Usman naye akawa khalifa. Alama Ibn Saad anaandika kwamba 29 Zulhijja, siku ya Jumatatu mwaka wa 23 Hijra, ilifanywa bayati ya Hazrat Usman. Nazal bin Sabra anasema kwamba Hazrat Usman alipochaguliwa kuwa khalifa, Hazrat Abdullah bin Masud akasema kwamba sisi tumemchagua mtu aliye bora kabisa katika watu waliobaki, na katika uchaguzi huo hatujafanya kosa lolote. Hazrat Usman baada ya kuchaguliwa kuwa khalifa alipotoa hutuba ya kwanza, ipo riwaya moja kwamba Ismail bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Rabia Makhzumi anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba tulipofanya bayati Hazrat Usman akaja nje katika watu na akawahutubia. Katika hutuba yake baada ya kumhimidia Allah akasema kwamba eni watu, mwanzo huwa mgumu tu, baada ya leo zitakuja siku zingine. Nikiwa hai inshallah nitaweza kutoa hutuba mbele yenu. Leo natoa hutuba fupi tu. Kisha akasema kwamba nitatoa hutuba katika siku zijazo. Kisha akasema kwamba mimi si mhaziri, lakini Mwenyezi Mungu atanifundisha njia za kutoa hutuba. Badr bin Uthman anasimulia kutoka kwa amu yake kwamba wajumbe wa shura walipofanya bayati ya Uthman, yeye akaja nje hali akawa na huzuni kubwa kuliko wote. Kisha akapanda mimbari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahutubia watu. Ye akamhimidia Allah na akamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema kwamba kwa yakini mpo katika nyumba ambayo siku moja mtaiacha, yani dunia hii, na nyinyi mmefikia sehemu za mwisho za umri. Hivyo fanyeni matendo mema kadiri muwezavyo kabla ya mauti kuwafikieni. Kwa yakini mmezingirwa na mauti na adui huyo yuko tayari kuwashambulieni asubuhi au jioni. Ala, kwa yakini dunia imepambwa na hila na udanganyifu, basi dunia isiwadanganyeni, na kuhusu Allah, shetani aliye mdanganyifu mkubwa asiwadanganyeni. Mupate somo kwa kuona hali ya watu wapitao, na kisha fanyeni juhudi kweli kweli na msighafilike, kwani Mwenyezi Mungu hajaghafilika nanyi. Wako wapi watu wa dunia na ndugu zake ambao wakapasua ardhi na wakaistawisha na kwa muda mrefu wakaendelea kupata faida zake? Je, ardhi ile haikuwa fukuza? Basi msiangukie dunia hii na ombeni akhira, kwani Mwenyezi Mungu akitoa mfano, ombeni akhira, kwani Mwenyezi Mungu akitoa mfano wa akhira na kitu kile kilicho bora amesema, wazrib lahum masala alhayati dunya kamain anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul arzi faasbaha hashiman
tazruhu riyaha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Almalu walbanuna zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Hizo ni aya za sura Al-Kahf. Na uwapigie mfano wa maisha ya dunia ni kama maji tuyatirimshayo kutoka mavinguni, kisha huchanganyika nayo mimea ya ardhi, kisha ikawa majani makavu yaliyovunjika vunjika, ambayo upepo huyasambaza. Na Allah ana uwezo juu ya kila kitu. Mali na watoto ni mapambo ya maisha ya dunia, na vitendo vizuri vibakiavyo ndio bora mbele ya Mola wako kwa malipo na tumaini bora. Kisha watu wakajitokeza kufanya baiati yake. Ushindi na maendeleo yapatikanayo katika zama za ukhalifa wa Uthman, na yaeleza hapa. Katika zama za ukhalifa wa Uthman, Mwenyezi Mungu akawajalia Waislamu ushindi katika maeneo yafuatayo: ushindi wa Afrikia, haya ni maeneo ya Aljazair na Morocco; ushindi wa Undulus Hispania 27 hijra; ushindi wa Cyprus 28 hijra; ushindi wa Tabaristan 30 hijra; ushindi wa Sawari Armenia na Khurasan 61 hijra; kuelekea kwa miji ya Roma, Murur Urusi, Talqan, Kharyab, Juza Jan, na ushindi wa Takharistan, vita ya Balkh, Khirad 62 hijra. Pia inasemwa kuwa katika zama za Uthman Islam ilikuwa imefikia India. Maelezo mafupi ya harakati hizi ni kama yafuatayo: 27 hijra hat Uthman akamkabidhi hat Abdullah bin Abi Sarha jeshi la 10,000 na akamtuma kuelekea Afrikia. Maana ya Afrikia ni maeneo ya Morocco na Aljazair. Basi Mwenyezi Mungu akawajalia Waislamu ushindi. Undulus Hispania 27 hijra hat Uthman akawa amuru Abdullah bin Nafi bin Hussein Fahri na Abdullah bin Nafi bin Abd Qais Fahri kwamba watoke Afrikia na kuelekea Undulus. Basi wakaelekea Undulus na Allah akawajalia Waislamu ushindi. Ushindi wa Qabras 28 hijra ni kauli ya Abu Mahshar kwamba Qabras ikatekwa katika hijra 63 sawa na rawi ya wengine. Vita ya Qabras ikapiganwa mwaka wa 27 hijra. Historia ya Tabri na Hidaya wa Nihaya vyote vimeeleza katika matukio ya mwaka wa 28 hijra. Katika vita hii hat Abu Zar Ghafari, hat Ubada bin Samit na mkewe hat Umme Haram binti Milhan, hat Miqdad, hat Abu Darda na hat Shidad bin Auf walishiriki, ambao wote walikuwa maswahaba. Qabras ni kisiwa kinachopatikana magharibi mwa nchini Syria, kilichokuwa na bustani na migodi mingi. Katika zama za Uthman, kwa rukhsa na amri yake, ikatekwa kwa mkono wa Amir Muawiya. Katika vita hii hat Umme Haram binti Milhan pia akashiriki, ambaye mtume alikuwa amempatia habari ya kuuawa shahidi. Wakati wa kurejea kutoka vita hiyo akaletewa kipando, ye akapanda juu yake, lakini akaanguka chini na mfupa wa shingo yake ukavunjika, ambao ukamsababisha apate kifo cha kishahidi. Habari hizi bado zinaendelea, inshallah nitazieleza katika siku za usoni. Leo pia nataka kuwaelekeza wanajumuiya kufanya maombi. Muendelee kuwaombea wanajumuiya wa Pakistan. Allah awarahisishie, awajalie wafanye maombi, awajalie waweze kujirekebisha na wazidi katika mahusiano na Allah, na Mwenyezi Mungu azifanye siku hizi zenye giza totoro zibadilike katika mwanga na nuru, nasi pia tuweze kuwaona wanajumuiya wa huko wakitekeleza wajibu wao kwa uhuru na amani.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.